mno baba, kwenye vyombo vya hatari. Kila wakati naenda nalia, nalia. Mafunde, nikubebe mwanangu, nikubebe mgongoni, nikubebe. Mungu akubariki kutosha. Usikutese neema. Uliniambia kweli. Uliniahidi ukasema chochote. Bariki wewe na uzao wako na nyumba yako. Kila unapotoka, Mungu aendelee kubariki. Tetea. Umetutetea. Asante Baba. Ubarikiwe sana. Sina mwanangu cha kukupa. Sina cha kukupa. Na hata kufikia hatua ya kuanza yale majadiliano ya awali ilikuwa ni kwa sababu serikali iliingilia kati kupitia waziri wa mambo ya nje, na hii pia ilirahisisha sana baada ya kuona pia na wenyewe kwamba serikali ipo nyuma ya Juma katika jambo hili. Kwa wakati ule wa mwanzo ilikuwa ngumu na Juma alikuwa ananipigia simu ananiambia muda wowote ukisikia nimekufa basi nisaidie tu familia yangu hapo, lakini ninavyoona hapa hakuna amani tena. Wale wanajeshi walikuwa wanamfuata mahakamani na Juma alikuwa anatoroshwa mahakamani. Alikuwa inabidi wampitishe njia ya nyuma, njia za panya kumfikisha gerezani kwa sababu walikuwa wanataka kumuua pia wale wanajeshi. Walipoona kwamba yale malipo hayatimii kwa wakati. Kwa kila mara alikuwa ananiambia mambo hayo, lakini baada ya serikali ya Tanzania kuingia ikaleta kidogo urahisi kwa sababu sasa wakaona kwamba serikali pia iko nyuma ya Juma. Sasa mwanzo wa kesi ilitumwa dola 200 kama 50. Kwa hiyo kuna yani kwa ujumla sikuweza kuwa na kumbukumbu sana ya dola, lakini nakumbuka ni dola 12,000 13,000. Tunafahamu huko kwetu Tanzania ikitokea umepata shida mahakamani kunakuwa na mawakili wa upande wa serikali kukuwakilisha wewe, kukutetea ni hata kama wewe ni mtuhumiwa. Kule Sudani kwenye hali kwa ulikuwa unatetewa na nani au ulikuwa unajitetea mwenyewe? Kwa swala la uendeshaji wa kesi mwanzoni kwanza nilikuwa napata shida kwa sababu kwanza wanapoongea wao mimi nilikuwa siwaelewi. Kabidi kuna ndugu yetu anaitwa Anthony anaitwa Nixon Masawa. Yule wao wako upande wa UN huko Sudani, ni Mtanzania. Walikaa baada ya kusikia Mtanzania mwenzao amepata matatizo, wakajaribu kunitafuta. Baada ya kunipata, wakati huo kesi inaendelea sasa, wakanitafutia mwanasheria. Ni Msudani mwenzao. Akaja akawa ananifuatilia mimi. Kwa hiyo wakawa tukimpata mwanasheria, ile familia inamtangazia kumuua kwa sababu ananisaidia mimi, anaacha kuwasaidia nani? Wao wa Sudani wenzao. Kwa hiyo mara ya mwisho kabisa mpaka tunafika mahali tunakata tamaa kuona mwanasheria, ilikuwa kila tukimpata mwanasheria, kuna mwanasheria wa kwanza kabisa ambaye alitafutwa na kampuni, yule ndo alimteka kabisa wakampoteza, na mpaka leo kwanza sijui alienda wapi. Tukaja tukatafutiwa wa pili sasa na watu wa UN ambao kina Niki wa Tanzania wenzetu, wakawa wanamlipa hela ambazo hizo naweza kuambia nyingi hata hazihesabiki. Wanamlipa kwa siku dola 100, anakuja kutoka Juba mjini mpaka mahali nilipo mimi kwenye kesi. Wakawa wakiona kwamba wale watu tunawashinda kutokana na sisi tayari tulishawalipa na kisheria wanatakiwa mimi waniachie waendelee kubaki na mali ya kampuni, basi wanamletea filigisu yule mwanasheria anakimbia kutokana wanasheria wa kule wenyewe wanajua kabisa ukijifanya mbishi basi kukuua wao ni dakika moja. Kwa hiyo wewe ulipata matatizo kwenye mji gani? Kwenye mji wa Nimle, yani ukishatoka boda upande wa Sudani, boda ya Sudani na Uganda. Ukiwa Uganda wenyewe wanapaita Ilegu, ukiwa upande wa Sudani ndo wanapaita Nimle. Na kilomita ngapi kutoka Juba? Kutoka Juba kuna kilomita kama 12 tu nilikopatia matatizo. Baada ya kupata matatizo zile kilomita 12 wakanirudisha boda. Sasa pale ndio kuna jela na ndio kuna kituo cha polisi hapo. Hicho kituo cha polisi iko opposite. Kituo cha polisi kiko upande huu, jela iko upande wa pili. Kwa hiyo ndio nikarudishwa pale. Polisi nilikaa siku 2 tu. Baada ya kuona kidonda vinatoa sasa harufu kwa sababu kule kuna joto sana. Kidonda kinatoa harufu, ndio wakanitoa kule wakanihamishia jela. Na jela nayo sio kwamba eti kusema kuna hali ya hewa. Yaani ni kama godown. Si unajua mjengo wa godown? Madirisha ni ile venti wanayowekaga juu kabisa kule. Ndio madirisha, lakini kuanzia chini mpaka juu ni tofali tu. Kwa hiyo nikawa nakaa kwa shida, sometimes vidonda vinarudi vinaoza.
nikiomba msaada hawataki. Kwa hiyo nikitumiwa pesa ndio nawapatia wale maaskari, wananipeleka hospitali, naoshwa, narudi tena pale. Nakaa nikiwaomba, sasa ingia wanakuambia wewe Mtanzania unatusumbua si na nini. Yaani nashindwa kuelezea kwa sababu nimepitia wakati mgumu. Jina langu na naitwa Rebecca Geoffrey Njamasi. Juma ni mtoto wangu wa kwanza katika familia yangu ya watoto 6. Juma alipata matatizo tangu hiyo tarehe anayosema ya mwezi wa pili. Tuliendelea kuhangaika naye, tulianzia huko Mtumba kwenye mji ule wa kiserikali. Tulikuwa tunaenda tunauliza, wanatuelekeza nendeni Mtumba. Tukatoka Mtumba tukaenda huko UDOM huko kwenye ofisi za mambo ya nchi za nje. Tukaja tukaanza kwenda kwenye vyombo vya habari. Tukawa tunaomba msaada. Lakini tunashukuru serikali iliweza kutusaidia. Basi kwa msaada tena kwa upande wa bosi wake ukawa umeshindikana. Madereva wenzake ndio wakawa wananipigia simu. Shemeji vipi huko? Mambo yanaendeleaje? Nikamwambia bado mpaka sasa hivi sijapata msaada wowote ule. Wakaniambia nenda sehemu yoyote ukope pesa umtumie Juma, alafu sisi tutachanga hiyo pesa tutairudisha. Basi mimi na mama tukaelekezwa sehemu na Kedmond na huyo shemeji yangu Isike, tukawa tumeenda tukapewa pesa tukawa tumemtumia Juma. Ile pesa ndio ikawa kuwalipa escort na matibabu, akapeleka hospitalini akawa amepata huduma, akarudishwa tena gerezani. Watoto hapo walikuwa wanakaa tu kwenye magari ya Watanzania ambao ni madereva wapo kule. Leo wanakaa gari hii, kiondoka kesho wanakaa gari nyingine na kuomba tu msaada kwenye magari ya madereva wengine. Wakipata chochote wanakula, kikikosekana na sisi huku tunawatumia. Kwa kweli tulipitia maisha magumu sana. Baada ya hapo ndo media wakawa wamepata taarifa, ndo wakaanza kunitafuta, ndo kufanya vipindi, ndio habari zikawa zimeshafika mpaka kwa mheshimiwa. Kuna wakati tukaenda na mama kwenye ofisi ya Mheshimiwa Anthony Mavunde, tukawa tumemkuta katibu wake, tukamweleza, tukaandika na barua. Pale ndo wakawa wametupa hela kwa ajili ya nauli, hela ya chakula na mahitaji mengine. Na hapo mtoto alikuwa anaumwa sana, tukawa tumepita hospitali, mtoto akapatiwa matibabu, tukawa tumerudi nyumbani. Kwa hiyo tulipitia wakati mgumu mno na changamoto ni kubwa mno. Yaani mambo ni mengi sana. Watoto walikuwa wanamuulizia baba yao kila siku, baba mbona harudi, baba mbona harudi, na ambaye yupo kazini, amehamishwa kikazi, atakuja, tuendelee kumwombea. Na wale walioko Sudan, yaani nikiwa nipo na watoto wangu nakuwa tunacheka, naona kama naonyesha kama nina furaha, nisije kuumiza watoto walikuwa wanasoma. Nikiwa nao nacheka, naingia tu chumbani najifungia, nalia. Wakati mwingine Juma anapiga simu video call, anaongea na watoto, wanaanza kulia, anasema twende tumfuate baba. Kwa kweli tulipitia wakati mgumu sana. Wale watoto ambao walikuwa kule Sudani walitaka kuuliwa kule, ndio wakawa wametoroshwa kutoka kule Sudani kuvushwa mpaka, wakawa wamepelekwa kwa baba mmoja anaitwa Swale, akawa amewahifadhi. Ndio baadaye madereva wakawa wameenda wamewachukua, wakawapa lift, wakarudisha nyumbani.